ndugu wanahabari na ndugu wananchi, ili kuendelea kuimarisha huduma za VVU na UKIMWI nchini, serikali inaendelea kuwekeza katika huduma za kinga dhidi ya VVU katika makundi na rika zote, hususan vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24 ambao wapo katika hatari kubwa. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, takriban watu milioni 11.8 ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24. Hii ni sawa na asilimia 19.2 ya Watanzania wote miongoni mwa maambukizi mapya ya VVU yanayotokea nchini. Miongoni mwa maambukizi ya VVU yanayotokea nchini, asilimia 33 ya maambukizi hayo ni kundi hili la vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24. Na miongoni mwao vijana wa kike wanachangia takribani asilimia 80 ya maambukizi ya VVU. Katika kukabiliana na wimbi la vijana dhidi ya maambukizi mapya, serikali imeendelea kutoa elimu ya VVU na UKIMWI, upimaji, usambazaji kondom na elimu za shughuli za ujasiriamali kwa vijana waliopo shuleni, vyuoni na nje ya taasisi za elimu. Aidha, kwa wale waliobainika kuwa na maambukizi mapya, wameendelea kupewa huduma rafiki za matibabu na matunzo ili kuimarisha afya zao. Kwa wanafunzi waliopo katika taasisi za elimu nchini, klabu za vijana zimeanzishwa ili kutoa elimu ya VVU na UKIMWI pamoja na masuala ya uzazi. Hadi kufikia Novemba mwaka huu, zaidi ya vijana milioni 6 wamefikiwa na huduma hizo. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, serikali pia imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali inayolenga vijana balehe, hususan vijana wa kike, ikiwemo Timiza Malengo na Dreams. Kupitia miradi hii, zaidi ya wasichana milioni 3 wamefikiwa. Aidha, nachukua fursa hii kutoa rai kwa vijana wote nchini kuendelea kujikinga dhidi ya VVU na wadau wote nchini kutoa kipaumbele kwa vijana, hususan vijana wa vyuo vya elimu ya juu na waliopo nje ya shule na vyuo, ili kuwakinga dhidi ya maambukizi za VVU.